Hii ni Amka na Baraka1 TV tarehe 4 za mwezi wa 7 2026, ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Mikenge Mulima, FARDC waza waongeza nguvu, hali ya watete baada ya mashambulio ya M23. Beni, wazalendo wachukua Kwangoi, Itembo, Tepe, Pumzika, Lulumu baada ya kuwafurumusha magaidi wa ADF Nalu. Kinshasa, maandamano ya tarehe 8 yapelekwa mbele na muungano wa wapinzani wa C64. Huko nasikiza matangazo yetu kupitia Mutula FM huko maeneo ya Shabunda, na vile ungana na sisi kupitia Operation Saidia Muzalendo ya Baraka1 TV. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko milima ya Nyanja ya Juu na ya Chini, Mikenge pamoja na Mulima. FARDC waongeza nguvu, hali ya mbaya baada ya mashambulizi ya drone za M23. Siku moja tu baada ya magaidi wa M23 kuingia maeneo ya Mikenge, na hivyo FARDC wazalendo kuweza kuzidisha nguvu katika hayo maeneo. Siku ya kuamkia tarehe 3 za mwezi huu wa 7 2026, ndege sokuwa na rubani za magaidi wa M23 saa 11 waliweza kushambulia maeneo ya Mulima, na hivyo kusababisha kuchoma shule pamoja na majeraha kwa raia, huku wengine pia wakipoteza maisha. Na baadaye majira ya saa 4 ndege nyingine isiyokuwa na rubani pia ikapiga maeneo hayo ya Mulima, na hivyo kusababisha pia maafa makubwa upande wa raia. Kwa upande wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bado taarifa kamili ya vifo ama majeraha hayajatangazwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia jeshi la taifa la FARDC. Kwa sasa maeneo ya milima ya Nyanja ya Juu hali inaonekana kuwa isiyoridhisha zaidi, maana baadhi ya wananchi wameanza kukimbia makazi yao ili kuweza kuepukana na mashambulizi ya drone ya magaidi wa M23. Mpaka sasa hivi asubuhi hii ya leo, kuanzia jioni ya jana, hali ikoje maeneo ya Mulima? Moja kati ya watu wanaoishi maeneo ya Mulima ametuma taarifa hii kupitia Baraka1 TV. Papa Rajabu, jambo. Habari yenu kule baba, mnakaza? Sisi tunashukuru Mungu tuko sawa. Napenda na mimi nijibie kuhusu habari zipo na wafikia kule chini, kusema kama huko kwetu kwa Mulima hali iko mbaya, mugini na bakia vide, bato haviko tena, basoda banakimbia, ni vya bongo sana. Hao bebiko apeleka habari kule kusema vile abone kama iko napenda kutia vingine watu mapanike, na ni hapa hivi kwa Mulima ndio kunjia ya kupanda mpaka yuko njia ya kwenda Mapenzero na kuendelea mpaka kwenye mafasi zenye watu biko apigania. Ni hapa kwa Mulima ndio kunjia wanasaulika ile juu batie watu wote mpanike kusema kama we Mulima hakuna watu. Mie niko wapi sai? Gisi niko kuandikia, gisi niko atie audio sai ya hii magharibi 17h28 niko kwa Mulima, hali iko sawa. Ile ba drone bako asema drone ilianguka iliumiza watu, ndio ni kweli. Drone ilianguka. Drone iliangukia kwa masomo. Na ni drone ilitoka kungambo ya Banyaranda ndio kutoka ile drone. Na wenye balumia sana ile drone ni raia. Raia ndio iliumia sana. Na kidogo ya baskari ndio balumia. Sasa baada ile drone kuanguka, baskari wengine bale baliumia balikuwa mule muka, na wengine bakatoka bakenda fa intervention. Hapa huko pita magari
zile basoda ziko na fa intervention kule kwenye biko apigania vita. Na hivi kwanza ile jana magari ziko na panda na mpaka leo magari zilishina ziko na panda za basoda. Barundi biko na shuka juu kasema wao ni basoda wengine biko ashuka ni Barundi na Barundi biko bafanyia mo. Barundi biko kwa releve ndio biko na shuka. Na basoda biko naingia. Lakini watu washakuwa mapaniki, wanapanike wengine watu kule kwa mlima. Hapana, mwache mapanike watu maro kwanza mtu wa moya wetu azikwaki tena. Je, kuna mabadiliko yoyote ambayo yamepelekea kufanyika huko kwenye uwanja wa mapigano kwa wazalendo, na taarifa unazosikiza kutoka kwa magaidi M23 je, zina ukweli wake? Huyu hapa mmoja kati ya makamanda wa kizalendo akitoa taarifa inaendelea kwenye milima ya Nyanja ya Juu. Ni wasalimu wazalendo popote mlipo, salimu vile vile raia wote wa Patriot. Ni salimu ambao wanapatikana kwenye diaspora ambao wako ndani ya nchi yetu ya Kongo. Tunaona message zinazunguka, ziko nyingi. Maadui wako wanaandika message bule wa kutaka kutia watu pressure, lakini ngoja tuwaambie kwamba tuko imara, tuko ngangari, wala hatutishi wala kutishika, hapana. Na niwahakikishie ya kwamba hii vita tutaishinda tu, vipande bishuke, hii vita tutaishinda tu sisi wa Kongomani. Na wale ambao walienda kujiunga na maadui watalia na kusaga meno. Niwaambie ya kwamba leo adui alijaribu kupiga drone zake kwa mlima. Mlima ni mu sektere ya Mtambala, territoire ya Fizi. Alipiga drone asubuhi, akapiga drone masaa 4, drone za adui, lakini haikutubabaisha. Hatukuyumba, hapana. Sisi kama vile wazalendo na jeshi letu la FRDC, kama vile wa vijana wa Ibu na vijana wa Serpa Noir ambao wako imara ngangari, na waliendelea kuchapa kazi kama ilivyo. Adui alijaribu kuja kutuatake Kakenge, tulimchapa vizuri sana. Adui tena akajaribu kuja kutuatake sehemu za Kalingi, alienda napata cha Mtemakuni. Adui vile vile mnajua Mikenge ya kwamba adui ikamata, lakini akataka kuavance sehemu za Tuetue, tukamchapa vizuri sana. Na pale adui alikuwa na nia ya kusema labda afikie .0, ndio ilikuwa nia yake na mawazo, lakini vijana machachari wazalendo pamoja na waibu walimchangamkia sana sehemu za Vilalo Mbili, na tukamtosha pale, tukamungoa, na ilifika jioni tunamuelekeza sehemu za Mikenge, na ni kweli .0 iko huru kabisa. Hakuna shida yoyote na tuko imara. Watu wengi wako nasema drone za adui. Tuko kwenye vita. Adui akibadilisha system, na sisi tutabadilisha. Tuna pesa, tuna kile kitu. Tatizo yetu tu sisi huku tuko na wakolabo wengi ndani ya arme yetu, tuko na wakolabo wengi ndani ya serikali yetu, tuko na wakolabo wengi ndani ya service ambayo labda inafanya maoperation. Ndio shida hiyo ambayo tuko nayo, lakini bila hivyo tu tuko imara, tuko ngangari. Lakini kusema kwamba tubabaike, hapana, mtulie. Nilisikia kaudio kanasema sijui kuna wanajeshi walikimbia. Ni wale wagepare tu wanasikiaka tu kidogo na kuanza kukimbia. Ni wale mnawajua. Mnawajua, haiko ya mara kwanza, haiko ya mara pili, tumeshawazoea. Lakini jeshi kamilifu kama vile waibu
jeshi kamilifu kama wa Serpent Noir, pamoja na sisi wazalendo tupo imara, tupo ngangari. Drone ni nini? Drone itapiga, haitamaliza watu wote. Drone na sisi tuna drone na tutapambana na adui tu mpaka kieleweke. Tutapambana na adui mpaka kieleweke, mpaka wa mwisho. Lakini vya kubabaika hapana. Tuna jeshi ambao walijitolea, vijana machachari ambao hawababaiki hata iwe risasi iwe nini. Maana adui kwa kupambana kwa chini, adui hana tena nguvu. Haiko anasimama mbele ya waibu, mbele ya wazalendo, mbele ya Serpent Noir 30 minutes, hapana. Hawezi. Na ikikuwa mchana tunabadilisha system, tuna vijana waibua usiku, wanafanya kazi usiku kama ilivyo. Tena ni vijana ambao wana ujuzi mkubwa sana. Na adui akisikia tu wamefika usiku, adui huwa anajenguka yeye mwenyewe na kukimbia na kuacha kila kitu ambacho anacho. Kwa hiyo tuambie ya kwamba msilalamike, tuna baba Garde de la Nation Felix Chilombo, na waza kila kitu iko nafuatilia kwa makini sana, na anajua nini atafanya. Kama ni drone zenye zina uzi, tutaleta drone ambazo zitakuwa na dimension kuzidi hizi za wao. Msiwe na wasiwasi. Niwakumbushe wakati Geazi aliona maadui wanawazunguka, Geazi alikuwa na moyo mdogo sana, akakimbia akaenda aita mtumishi wa Mungu ya kwamba sasa tunaisha, tumezungukwa. Lakini mtumishi wa Mungu akamwambia, Mungu angekufunua kidogo uone maaskari ambao wanatuzunguka sisi, uone masharti kama zenyewe zinatuzunguka ili kutulinda, haungeogopa. Mtu wa imani haba. Na tunawaambia wale watu wa imani haba, sisi tuko ngangari. Na wale wengine wa kolabo wa M23 wa Rwanda wenyewe wako wanaandika kwa message, sisi hatubabaiki na message, hapana. Sisi tuko ngangari mtere. Tere iko bien maîtrisé. Adui mwenyewe ko naacha askari wako Kakenge, wako Irundu, wako sijui Kalingi kule kote, Bidego kule kote, anakuja kupiga drone sijui wapi. Ile yote ni alama ya kushindwa na mwandiki. Lakini kazi ipo na tutaifanya kwa bidii. Asante sana wadugu wapendwa. Alikuwa na Luvumbu Kibambala Kordo wa El Politique wa VDP. Asante. Wakina mama wamekuwa wakishuhudia mambo makubwa milimani huko, wakiwaona Wanyarwanda wanavyojikusanya kwa ajili ya kuzidi kuongeza nguvu kwenye uwanja wa mapigano. Salamu. Hey. Unatoka wapi? Unatoka Sangani? Hey. Ulikuwa Sangani siku ya ngapi? Kutoka Sangani jana? Hey. Unaweza tuambia habari gisi biko? Habari. Tuelezee iruka kifulero. Tuwere kifuliro. Tuwere kisikumwa shagira muda na bikibi wabonera mu. Twabona. Ndi. Wewe tutasigiri inyuma bashwemberere. Wajibona baje bahitumuri. Wabuza bikibi aba. Bukera abana Abanyarwanda kera bagwata bashwemberere yabo. Kera abanyaga nimbene. Kuba mija batibisiri bohe. Kubamija batibisiri. Twashona nishuigaruka inyuma tugashoberera muri Sangani. Mwe mwana shushubira kandi Sangani. Tunagaruka tutahike Sangani tugalukire yo munde nyuma mubwe mwapashi. Ndi. Kusa kumena nguma inyabalenge batambuka batagotenga vumingi misitari mingi nawe. Batayitinga vuba kuti bakasaza minembo bamustware. Bashwa mugende ndondo. Bamugenda ku ndondo. Shwa mulenga mupo. Bashwa mulenga mu iposo. Bashwa nabakazi nabana. Twetu abalangiza naho namaso tutahike. Ndi. Kanyaga bagenda nitutona shirenge tutakola kusa kumena nguma. Tunatola kani tutona lenga tunahika kulwerera bushigi n'amatoroshi. Nalalaga ha. Mwana lalaga ha kurwerera.
pomwalala kama nazindukiriyisha kamukaje namwe twalala tonazindukiriyisha kawaije kandi abandi baje se deseze abanga babatola kushakisa ngani kuija luno luhande lumwitu ndakimenya gatwe twalala yaho ndabo bandu nabo nabashaki omuntu bakayije lakini kuhisa zino sakenya mwashaka kuwerera ndaziningavu mwabona ngeziko tizigaboroga amazi murenga aho yabo binyu aba tibita mutamya kubagenda yaba tibita abitu basigale nyuma batangu bagenda mbramu bishuke na mshiri bari kubagenda mshiri yumunde inyumigalo kitasha nanga yo munde irisangani ngalo na ruginga ndajage yo munde na ruginga uri munyere wabaki abana mubana yishwe naye Shovyala etenda wangamye Shovyala etenda sawa au weya kukuyija kwa wabana boshi ba ulina bana ba boshi abana bashwembere na nako bashubembere na nako bana bwana batola teto nazibona naga yosangane abanyamurenge ndio bana matakalo kage nyuma bana shirenga kusakumina ngo matuga atola nalalaga kulwerera kera bwayira bakigenda mshwa bandu bali kuti mshwa bingi donc abayije no luhandi lokupu bali bandu bingi bayo bitu basigala baheyo mu lakini bo mwalala no kulwerera bali bandu bali kuti bali bingi basigala kulwerera abandi bali mukatenga mule wanele mumwe bakatebera mu bagenda ndio anashisha kutereka ba sawa Kongo wamenya nyehe generale musaza Minembe Museveni mudagira nyene ni mangiri hano hosha musaza Minembe nyenye musaza Minembe uri mugala Japani nyehe ni mugana mudagira sawa Kongo mama uyuvwe huru ndani probleme abantu boshi bakiriri hano hakaye amu utangamenya muri bani muvanyirwanda muri banga bagwata bemutu baguma muya abantu batibita ndavyo ngo mwazo bakamunda tangubanye murenge bose si bagenda banakamira n'abanyamurenge banakamira n'abanyamurenge ariko ndakubabagira bana babwira mugende muleta bakazi balenge bale kuboba ndio tutumutambuka tumugende murendo ngao okay Huyu ni General Musaza Minembwe akiongea na watu waliotoka huko sehemu za Mikenge akikuwa kwenye ligne de front. Asante. Baada ya taarifa hizo kutoka huko milima ya Nyanja ya Juu ambako mpaka sasa mambo yanaonekana kuendelea kuwa katika hatari kubwa, maana magaidi wa M23 wanazidi kuzishambulia ngome mbalimbali za FARDC pamoja na raia wasiokuwa na hatia, huku serikali pia ikizidi kuongeza vikosi kwa ajili ya kuweza kutongana na magaidi wa M23. Tuingie huku tarafani Beni, jimboni Kivu ya Kaskazini, ambako wazalendo wachukua maeneo ya Ngoi, Itembo, Tepe, Pumzika pamoja na Lulumo. Magaidi wa ADF NALU baada ya kuweza kuwateka na kuwanyanyasa raia, pia kusababisha mauaji makubwa kwa raia huko jimboni Kivu ya Kaskazini ndani ya vitongoji mbalimbali. Hatimaye wazalendo VDP, kundi ya wazalendo, wamefanikiwa kuweza kuingia kwa Ngoi, Itembo, Tepe, Pumzika pamoja na Lulumu baada ya kuwapiga magaidi hao wa ADF NALU. Operesheni hiyo ilianza tokea tarehe 29 za mwezi wa 6 2026, ambako kundi la Mouvement des Volontaires pour la Défense de la Patrie MVDP, ambayo inaongozwa na Kamanda Major Generali Kopa Njiga Kabongo, waweza kuongoza vikosi na kufanikiwa kuingia hayo maeneo tajwa hapo juu: Pangoi, Tepe, Itembo, Pumzika, Lulumu na maeneo ya kando kando, na hivyo kuweza kuondoa magaidi wa ADF NALU katika hayo maeneo. Ripoti zinasema kwa sasa wazalendo wameamua kuingia katika uwanja wa mapigano wao wenyewe ili kuweza kutongana na magaidi hao wanaosababisha maafa makubwa kwa upande wa raia. Upande wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kushirikiana bega kwa bega na wazalendo, huku wazalendo wakitoa ujumbe mzito kwa serikali kwa kuhitaji msaada wa vifaa pamoja na mahitaji mengine ya kijeshi ili kuendelea kutongana na magaidi yao wa ADF.
Jambo wa ndugu, hapa ni komanda mouvement MVDP General Kopa Jinga Kabongo, appellation Itwiti. Kwa sasa niko pango Isai. Nilitoka kwa etat major yangu depuis le 30 juillet. Nimependa kuonesha wakongomani ya kwamba tuko napigania wazazi yetu na wandugu yetu. Nimepiga Pangoi, nisha libere Pangoi. Kesho yake Tepe takuwa libere, na tuko natumika nyuma ya FRDC. Tunaonesha wakongomani yote, wa raia yote kwa jumla, shie tuko tayari kukufia wazazi yetu, tuko tayari kukufia udongo yetu, na tunaomba ku gouvernement congolais, yaani njo wazazi wetu, baweze kutusaidia ku logistique hata mwarmema, ili tufate adui. Tuko tayari kufata adui mahali pote anapokimbia, anapoenda. Chama ya MVDP iko musinergie Front Grand Nord, tuko natumika pamoja. Depuis nilipata habari kusema axe Pangoi ADF nalo wanavukia huku, banaanza fanya mabaya ya mauaji, kuchoma mamungini. Ndio maana mie peke nilisimama kutoka kwa etat major ya kwangu Ilota hadi kwa sasa gisi niko nazungumza na nyie. Tuko Pangoi na hii defense ilikuwa defense FRDC. Tumekuta defense yote adui na Aisha tia moto, na mwingine ya Pangoi yote, mwingine mzima wote imerungula. Kwa ufupi ile nyo nilipenda nizungumuzie. Tunaomba msaada ku gouvernement. Okay, merci. Utafahamu tu kwamba magaidi wa ADF NALU wamekuwa wakisababisha mauaji makubwa jimboni Kivu ya Kaskazini ndani ya tarafa ya Beni pamoja na mkoani Ituri, tarafani Jugu ambako pamoja na Mambasa ambako kwa sasa raia wamekuwa wakiishi katika wasiwasi mkubwa. Mwezi uliopita magaidi hao wa ADF walisababisha mauaji ya watu wasiopungua 70, na hivyo kitendo hicho kufanya baadhi ya wananchi pia kukimbia makazi yao ili kwenda kujificha sehemu salama kutokana na mauaji yanayokuwa yakifanywa magaidi hao wa ADF NALU. Baada ya taarifa hizo kutoka huko jimboni Kivu ya Kaskazini ambako umesikiza mengi na pia kutizama mengi, ni kuambie tu kwamba unaendelea kusikiza matangazo yetu ya Baraka One TV kupitia Mutula FM kutoka maeneo ya Shabunda, na vilevile unaendelea kusikiza matangazo yetu Baraka One TV kupitia Facebook pamoja na TikTok, na kikubwa ni kuendelea kushare, kusubscribe na kulike Baraka One TV ukiwa uko Australia, Canada, USA, Europe, Central pamoja na East Africa, na wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. Ejide Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayambade, Done Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, da Feza, da Leticia, da Asha, da Arwin na Kisi Kandeke, Asimu Ibaguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramakei kutoka Afrika Kusini, Mohamed Papira Jabu kutoka Afrika Kusini, Yahya Hussein kutoka Dar es Salaam, kiwa bado unasikiliza Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo kutoka jimboni Kivu ya Kaskazini, tuingie moja kwa moja jijini Kinshasa ambako maandamano ya tarehe 8 yapelekwa mbele na muungano wa upinzani wa C64. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari, Delice Sanga ambaye ni moja kati ya wapinzani waliounga muungano wa C64. Delice Sanga ni kiongozi wa upinzani wa chama cha Envol. Wakizungumza wamesema ya kwamba chama chao, muungano wao wa C64 wa upinzani umeweza kupeleka mbele maandamano yaliokuwa yanatarajiwa kufanyika tarehe 8 za mwezi huu wa 7
2026. Lengo la kupeleka tarehe mbele ni kwamba wamepata barua kutoka kwa rais wa Umoja wa Afrika na ambaye pia ni rais wa nchi ya Burundi, kiongozi Evariste Ndayishimiye, na hivyo wanatarajiwa kutuma delegation yao jijini Bujumbura ili kuweza kukutanana na rais wa nchi ya Burundi kuzungumzia hali ambayo inazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wapinzani wamesema kuwa tayari kuitikia wito wa rais Ndayishimiye, lakini bado malengo yao yako pale pale ya kuhitaji mazungumzo pamoja na serikali, na maandamano hayo yamepangiwa mwezi huu wa 7 tarehe zinazofuata huko usoni. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu ya Baraka1 TV. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 kupitia Baraka1 TV. Mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga. Bye bye.